Kampuni ya kifedha ya teknolojia fintech kutoka Sweden Klarna, inayojulikana kwa huduma zake za nunua sasa lipa baadaye, imebadilisha uamuzi wake wa kubadilisha wafanyakazi wa binadamu kwa akili bandia, yani AI. Katika mabadiliko makubwa yaliyoanza mwaka 2022, Klarna ilifuta ajira za takriban wafanyakazi 700 na kuanza kutumia mifumo inayotegemea AI, hasa kupitia ushirikiano na kampuni ya OpenAI. Ilipofika mwaka 2023, kampuni hiyo ilikuwa imesitisha kabisa kuajiri wafanyakazi wa binadamu. Ilitegemea sana AI ya kizazi kipya, yani generative AI, kushughulikia kazi kama vile tafsiri, uchambuzi wa data na utayarishaji wa kazi za sanaa. Wakati huo Klarna ilidai kuwa wakala wake wa huduma kwa wateja wanaotumia AI walikuwa wakifanya kazi sawa na wafanyakazi 700 wa binadamu. Mkurugenzi mtendaji Sebastian Chemiatkowski alisema mwezi Disemba mwaka 2024 kuwa AI tayari inaweza kufanya kazi zote tunazofanya kama binadamu. Licha ya matumaini ya awali, kampuni hiyo sasa imekiri kuwa mabadiliko hayo yameathiri kwa kiasi kikubwa ubora wa huduma. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Sebastian alikubali kuwa lengo la kupunguza gharama lilizingatiwa kupitia kiasi wakati wa utekelezaji wa mifumo ya AI. Gharama kwa bahati mbaya ilionekana kwa kipimo kikuu sana cha tathmini. Unapofanya hivyo, unajikuta ukipata huduma duni, aliambia Bloomberg. Vile Sebastian alisisitiza umuhimu wa kuwepo kwa binadamu katika huduma kwa wateja. Kutoka kwa mtazamo wa chapa na kampuni, naamini ni muhimu sana kuwa wazi kwa mteja wako kwamba daima kutakuwa na binadamu iwapo atahitaji. Kwa sasa kampuni hiyo inaanza kuanza kampeni kubwa ya kuajiri tena wafanyakazi wa binadamu, hasa katika nafasi za huduma kwa wateja. Klarna inanuia kutoa nafasi za kazi za mbali, yani remote work, hasa kwa wanafunzi na watu wanaoishi maeneo ya vijijini. Mfumo huu mpya unafanana na wa gig economy, ambapo wafanyakazi wataweza kuingia kazini kwa mahitaji. Klarna si kampuni pekee inayokumbwa na changamoto kutokana na utegemezi mkubwa wa AI. Kampuni nyingine zimeanza kupitia matatizo yanayofanana. Kwa mfano, Duolingo ilitangaza kuwa itapunguza nafasi za wakandarasi kwa ajili ya AI na pia kuanza kutumia AI kutathmini utendaji wa wafanyakazi. Kampuni ya usalama wa mtandao CrowdStrike ilipunguza 5% ya wafanyakazi wake, huku baadhi ya kazi hizo zikielekezwa kwa AI. Hata hivyo, kampuni nyingi kwa sasa zinaanza kuona mipaka ya mbinu hiyo. Utafiti uliofanywa mwezi Januari mwaka 2024 unaohusisha watendaji 1400 ulionyesha kutoridhishwa kwa kiwango kikubwa na matumizi ya AI, ambapo wengi walilalamika ukosefu wa vipaji na matokeo yasiyokidhi matarajio. Nchini Uingereza, utafiti mmoja ulionyesha kuwa 55% ya viongozi wa biashara waliobadilisha binadamu kwa AI walijutia uamuzi huo. Kufukuzwa kazi kwa wafanyakazi 700 mwaka 2022 kulitangazwa kupitia video iliyorekodiwa mapema, na kuchapishwa kwa taarifa binafsi za wafanyakazi waliotimuliwa kulitibua hisia zaidi. Hata hivyo, kampuni iliendelea mbele na utekelezaji wa shughuli kwa msaada wa AI na hata kufurahia kupungua kwa gharama za masoko kwa dola milioni 10. Lakini sasa, miaka 2 tu baadaye, ililazimika kurekebisha mwelekeo wake. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.